أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. wale watu wao mali zao usiku na mchana kwa siri na dhahiri, basi wana ujira wao kwa mola wao, wala haitakuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika. Kwa fadhili ya mwenyezi mungu, jumuiya ya ahmadia sawa na kauli hii ya mwenyezi mungu inajitolea sana. Jumuiya ina michango mbalimbali, ni michango ya lazima, mchango wa kawaida, mchango wa wasia na kadhalik. Kisha kuna mipango ya tahriki jadid na wakfi jadid. Kila mahala panapohitajika, watu wa jumuiya ya ahmadia wanashiriki katika mipango ya kujitolea kwa ikhlasi na kwa imani, na wanajitolea kwa siri na pia kwa dhahiri, bila kuwa na hofu yoyote ya kwamba wasije wakapata ziki fulani ya kimali. Zama hizi ambapo dunia imezama katika kutafuta laza za dunia na imezama katika kukusanya mali, ni waahmadia tu wanaoshiriki katika masuala ya kujitolea kwa kushindana katika mema na wanadhihirisha furaha juu yake. Wapo baadhi wanaotoa kwa siri na wanatamani kwamba watu wengine wasijue chochote. Katika jumuiya ya ahmadia uwingi ni wa wale ambao wana kipato cha wastani, lakini kama nisemavyo, wapo wanaojitolea sana katika jumuiya na kamwe hawazihirishi jambo hili ya kwamba jumuiya imeanzisha mipango mingi, kipato chetu ni kidogo, tutoe kutoka wapi? Bali wanajitolea kwa jaziba ya moyo wao na kwa bashasha. Mimi najua wapo baadhi ya watu ambao kwa kujitolea sana, bali niseme ya kwamba kwa kubana matumizi yao na matumizi ya watoto wao na wanafamilia, wanatoa katika njia ya allah, na kamwe hawakupata wazo au hawajawahi kusema ya kwamba tunajitolea sisi, na kwa nini tumekabiziwa mzigo huo mkubwa. Hata sisi pia tuna mahitaji yetu kwa lengo fulani na fulani, na hivyo kwa kuwa sisi tunahitaji, hivyo jumuiya itusaidie. Hawazihirishi hisia yoyote ya hisani, na hata kama wakihitaji wanazihirisha hitajio lao kwa unyenyekevu sana, na kisha wanaomba mkopo kutoka jumuiya. Kisha wapo baadhi
ambao wamechagua njia nyingine ya kujitolea ya kwamba wanatengeneza boksi moja ambamo kila mwaka au kila wakati wakipata chochote au wakipata kipato kutoka sehemu fulani wanaendelea kuweka ndani yake, na hivyo mwishoni mwa mwaka wanakusanya hela. hatmusleh maud raziallahu taala anhu alipoanzisha mpango wa tahriki jadid alikuwa amewataka wanajumuiya kuishi maisha ya kawaida, na alikuwa amesema kwamba kwa kuishi maisha ya kawaida kusanyeni hela na mutumie sawa na hisabu yake. natija yake ni kwamba wapo baadhi wanaoishi maisha ya kawaida sana na wanatoa hela nyingi. Kizwahiri, kwa kuona hali yao inaonekana kwamba hawezi kutoa kiasi hicho kikubwa, lakini wanaendelea kutoa maelfu ya dola au paundi au euro katika dunia hii. Na kwa kuishi katika nchi hizi kujitolea kiasi hicho ni jambo kubwa sana, na nchi zilizo maskini Pakistan, India au nchi za Afrika, huko waahmadia wana kipato kidogo sana na wanajikimu kwa shida sana. hata hivyo wanatoa, na wanatoa ili kupata ridhaa ya Allah kwa siri na pia kwa zwahiri. wanafanya juhudi na muda wote wanakuwa na fikra hii, kama asemavyo masihi maud alaihi wassalam kwamba mchana na usiku wanakuwa na fikra moja tu kwamba mola wao awarizie. basi hawa ndio watu walio waumini wa kweli na ni wenye kupata ridhaa ya Allah taala. wapo baadhi ya watu ambao ikitangazwa mpango wowote au ukitangazwa mwaka mpya wa tahriki jadid na wakfi jadid wanatoa wakikopa mkopo, ila hali si lazima kwamba wafanye hivyo. wanakuwa hawana hofu yoyote, wanajua kwamba wanatoa katika njia ya Allah, hivyo mwenyezi mungu atawasaidia kulipa mkopo wao. basi mwenyezi mungu ameijalia jumuiya ya ahmadia watu wengi wenye kujitolea sana, sio kama watu wengine ambao wakitoa rupia 5 au 10 kisha wanaenda miskitini kutangaza mara 100. matukio mengi ya namna hii yanakuja mbele yangu ambapo watu wanajitokeza katika swala hili la kujitolea huku wakishindana katika mema. humo kuna nchi za Afrika, nchi za Ulaya, nchi za Asia vile vile. watu maskini wanatoa michango kwa kujitolea sana, japo wanatoa hela ndogo, lakini katika mezani kwa mwenyezi mungu ni nzito sana na ni kubwa mno. ni watu ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amesema kwamba dirhamu moja ilishinda dirhamu 1000 au dirhamu 100,000. na roho hii inapatikana kwa watu waishio katika nchi za mbali za dunia, ya kwamba kwa sababu ya kujitolea kwao pamoja na kujipatia ridhaa ya Allah, mwenyezi mungu anawaondolea hofu za aina zote na pia anatimiza mahitajio yao. kwa mfano, amir saheb wa Tanzania aliniandikia kwamba kuna mwanajumuiya mpya Abdullah saheb alisema kwamba mimi naona faida 2 za kutoa mchango. moja, riziki yangu imeongezeka. pili, ninapofanya biashara naendesha duka na vifaa vyote vya duka vinauzwa mara moja kwa haraka na bidhaa zote zinakwisha, kisha naleta vitu vingine na napata manufaa zaidi na zaidi. na anasema kwamba mimi naona hii ni natija ya kutoa katika njia ya Allah. kutoka Kazakhstan kuna mwanajumuiya mmoja Zadanov saheb, daima anashiriki katika michango kwa jaziba sana. ni mwanajeshi wa zamani, amesha staafu, anapata pensheni, lakini akipata pensheni anakuja markaz ili kutoa michango. anasema kwamba kwa sababu ya kutoa michango mwenyezi mungu amenijalia baraka tele
kiasi kwamba kazi zangu zinazokwama mwenyezi mungu anazifanya zitekelezwe. Hii ndiyo hali ya imani yake. Anasema kwamba nilianza kujenga jengo moja kwa ajili ya biashara yangu na hela yote niliyokuwa nayo nikaitumia katika ujenzi wake. Hela ikaisha, lakini kazi haikuisha. Nilikuwa na nyumba moja, nikafikiri kuiuza nyumba ile ili kukamilisha ujenzi wake, lakini nikashindwa kumpata mteja. Hali yangu ilikuwa mbaya. Hela niliyokuwa nayo nilikuwa nimetumia. Anasema kwamba nilikuwa nafanya dua kwamba mwenyezi mungu atie baraka na nipate hela ya kukamilisha ujenzi wangu. Kisha mwenyezi mungu akanitumia mteja aliyenunua nyumba yangu, na hela niliyopata nikaitumia kwenye ujenzi wake. Kisha anasema kwamba nyumba nikaiuza. Sasa swala likaibuka kwamba mimi nitafute nyumba mpya ili kuishi humo. Sasa nifanye nini? Lakini malaika huyu ambaye allah alikuwa ametuma akaniambia kwamba usiwe na wasiwasi, mimi sina haja ya nyumba kwa sasa, unaweza kuishi hapo kwa mwaka mmoja. Anasema mwenyezi mungu alitimiza hitajio langu la malazi na kazi ya ujenzi pia ikatimia. Haya yote mimi naona kwamba ni baraka za kutoa michango na ni natija ya kutoa katika njia ya allah. Kisha kutoka Kazakhstan, kiongozi mmoja wa jamaat anaandika kwamba kuna mwanamke wa tawi lake baiwa roza sahiba anashiriki katika michango ya tahriki jadid na wakf jadid bila kukosa. Siku moja yeye alitoa michango ya tahriki na wakf na akasema tumwombe binti yake apate ajira bora. yeye aliniindikia vile vile. Watu hawa wana uhusiano imara kwa ukhalifa. barua nyingi zinatoka kutoka urusi na nchi za jirani. Anasema alipotoa mchango, siku ijayo binti yake akapata ajira nzuri, ilhali hapo kabla alikuwa amefanya juhudi sana bila kufanikiwa. Sasa hali ikawa hivi kwamba mwenyezi mungu akatia baraka, na ili kuimarisha imani yake akafanya mpango ya kwamba wenye kutoa ajira wakampigia wenyewe wakisema kwamba tuko tayari kukupa ajira, njo, na wakampatia ajira nzuri. Anasema kwangu huu ulikuwa ni muujiza na nashangaa namna ambavyo mwenyezi mungu alinijalia fadhili yake. Georgia ni nchi nyingine ya ulaya na ni mwanafunzi wa taaluma ya kitiba. Anasema kwamba kilitokea kikao cha jamaati na mwenyekiti wa tawi alimzungumzia mwanafunzi aliyeshiriki katika mchango wa tahriki jadid. Anasema nikapata hisi kwamba mimi ni mwanajumuiya wa kuzaliwa, na mwenyekiti amemzungumzia mwanafunzi ambaye alikuwa amefanya bayat miaka minne kabla na amenishinda katika kujitolea, hivyo natakiwa kuongeza ahadi yangu. Nikahisi majuto, hivyo nikaamua kuongeza ahadi yangu. Anasema kwamba katika ijlas ile ile sadr saheb alikuwa ameeleza mambo ya kujitolea na akaeleza mfano wa Abubakar radhiallahu taala anhu namna alivyojitolea kila kitu. Anasema kwa kuona mfano huo nikapata jaziba zaidi moyoni, nikawaza kwamba natakiwa kuongeza ahadi yangu hata kama ninao uwezo au la. Anasema kwamba mimi nikaongeza ahadi yangu na nilikuwa na wasiwasi kwamba kivipi nitatimiza ahadi yangu. Anasema kwa ajili ya kutimiza ahadi yangu nikaanza kuendesha taksi na nikasema kwamba mimi nitasoma na pia nitaendesha taksi ili niweze kutimiza ahadi yangu. Kisha nikaanza kupata ladha kwamba mimi kwa ajili ya kutimiza ahadi ya mungu nafanya kazi hii, sifanyi kazi hii ili kushibisha tumbo langu. Anasema kwamba hali ilikuwa inatokea juu yangu kwamba mimi sikuwa na hela ya kujaza mafuta kwenye gari na nilikuwa nachukua mkopo kutoka baba yangu, kisha nilikuwa nafanya kazi na nilikuwa narudisha mkopo wake. Na kisha anasema kwamba mimi nikatimiza ahadi yangu, jambo ambalo sikuwa na tumaini lake. Mwenyezi mungu akanifanya mpango ili kutimiza ahadi yangu. sadr saheb wa jamaat rodgao wa ujerumani anasema kwamba sisi tuliweza kufikia lengo letu. wanaendelea kujenga misikiti kule siku hizi.
kaid wa khudamul ahmadia alisema kwamba kwa ajili yake yatupasa kuongeza hela, na sisi tuna uwezo, watu wanao uwezo, na pia tunatakiwa kuongeza michango yetu ya tahrike jadid. Anasema kwamba tangu 2019 tulianza kuwahimiza watu ili wazidi katika kujitolea. Wakati ule mchango wetu ulikuwa ni maelfu machache ya euro. Sasa umeongezeka kiasi kwamba umeingia kwenye malaki na watu wakajitolea kwa furaha. Baadhi ya watu wakapata kuhimizwa kwamba baadhi ya wakfin walitangaza kwamba sisi tutatoa mchango kama mshahara wa mwezi mmoja. Mtu mmoja anasema kwamba mimi kwa kujua hilo nikapata kujuta kwamba mtu mmoja alijitolea wakfu anatoa mchango kiasi hicho na mimi nachuma hela nyingi. Sasa kwa nini siwezi kujitolea? Anasema kwamba nikapata hela nikaitoa katika michango na mwaka ujao nikaongeza ahadi yangu zaidi na zaidi. Anasema kwamba ni fadhili ya Mwenyezi Mungu kwamba nikaanza kupata mapatano na mikataba mizuri, na anasema kwamba nikapata uwezo wa kutoa maelfu ya euro hadi euro 40,000 mpaka 50,000. Na kwa kuwa alikuwa amepata ladha ya kujitolea na alikuwa amepata shauku ya kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hivyo akapunguza matumizi yake binafsi na akaanza kuishi maisha ya kawaida sana, na alikuwa anashiriki katika michango mbalimbali. Katibu wa fedha anasema tulikuwa tunashangaa kwamba kizwahiri haionekani kwamba anaweza kujitolea sana. Na hutura amesema hapo nimekumbuka tukio moja la zamani katika Karachi. Tulikuwa naye rafiki yetu mmoja Sheikh Majid Saheb. Ye alikuwa anajitolea sana akiweka matumizi ya nyumbani, mengine alikuwa anatoa katika michango mbalimbali ya jamaat. Na katika zama ya khalifa mtukufu wa 4 alikuwa ametoa mchango mkubwa kwa ajili ya kuchapisha Qurani tukufu na kwa ajili ya mipango mingine. Na alikuwa anasema kwamba biashara ninayoifanya nafanya kwa ajili ya jamaati. Hivi Mwenyezi Mungu amewazalisha watu wa namna hii katika jamaat na anaendelea kuwazalisha ambao wanachuma hela ili waweze kutimiza mahitajio ya jamaati na sio kwamba watumie wenyewe. Wakilulmal wa Kadian anaandika kwamba kuna mwanajumuiya wa Kerala. Ye anasema kwamba nilikuwa na hali mbaya sana ya kiuchumi, nilikuwa sipati kazi yoyote. Kisha nikafikiri kwamba nianze kazi ya kuuza nguo, na nikiweka meza barabarani nikaanza kufanya kazi na nikaanza kutoa michango. Alikuwa anatoa michango sawa na hisabu, sawa na kipato chake. Kwa fadhili ya Allah, Mungu akatia baraka kwenye kazi yake, na anasema kwamba sasa mimi natoa hela kubwa katika michango na biashara yangu imepanuka sana katika miaka 2-3. Pale ambapo biashara za wengine zinaathirika kwa sababu ya hali, lakini Mwenyezi Mungu akaendelea kutia baraka kwenye biashara yake na hakupata hasara yoyote. Hizi ni baraka za kujitolea na kutoa michango. Wapo baadhi wasemao kwamba mtu fulani pia anafanya kazi na Mwenyezi Mungu anatia baraka kwenye kazi yake. Sisi pia tunafanya kazi lakini hatupati baraka. Kama mtu awe na nia njema, basi Mwenyezi Mungu anawanufaisha watu. Na Ahmadiyya ana faida kwamba Mwenyezi Mungu anakubali kujitolea kwake na kisha anakubali maombi yake na baraka zake kisha zinazwihiri. Na mtu huyo anasema kwamba kwa ajili ya Allah nilikuwa natoa mchango bila kukosa. Natija yake ni kwamba biashara yangu ikapata baraka na hali ya kiuchumi ya watu wengine ilikuwa inaharibika kwa sababu ya hali ya nchi, lakini anasema kwamba mimi nikaendelea kupata faida tu. Sasa ana maduka yake makubwa. Ulikuwa muda ambapo alikuwa ameweka meza barabarani na alikuwa anafanya kazi barabarani. Sasa ana maduka makubwa sana, na kwa fadhila msaada wa Allah hata mwaka huu pia ametoa mchango kama rupia 10,000
kama mchango wa tahriki jadid. Kutoka Bangladesh mwanamke mmoja ambaye ni wakfe nao anasema kwamba Mwenyezi Mungu amenijalia imani na ninapopata posho natoa mchango na kisha Mungu anatia baraka ambazo siwezi kupiga hisabu zake. Kuna mwanajamaat mwingine wa Syria alisema, anasema mimi ni mwanajumuiya mpya, niliahidi kutoa mchango wa tahriki jadid na nikaandikisha ahadi kubwa sawa na kipato changu. Ahadi ilikuwa kubwa sana. Kisha nikasema moyoni mwangu kwamba kabla ya Ramadhan nitakusanya hela hii. Nilikuwa nafanya kazi ya kawaida tu. Anasema kwamba nikapata wasiwasi kwamba nitafanya nini ili niweze kutimiza ahadi yangu. Katika fikra hiyo hiyo siku moja alienda kwa manager akamsalimia. Manager alikuwa anaongea na mtu fulani kwa njia ya simu, akanijibu akasema kwamba ngoja tunaongea baadaye. Nikaenda kuketi kwenye canteen. Huko afisa wa fedha wa kampuni ile akaja kwangu na akaniambia tuende kwa pamoja, na akasema kwamba manager ameniambia nikupatie mshahara wako kiasi fulani. Hati ya malipo ya mshahara wako bado haijakuwa tayari, lakini manager kwa kupiga hesabu ya kazi yangu akanipatia hela ile, na hela ile ilikuwa inatosha ili niweze kutoa mchango wa tahriki jadid. Na pia akaniambia kwamba usimwambie mtu yeyote, umepatiwa hela hiyo tu. Na hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anavyotoa msaada wake. Kwenye Calgary kuna mwanafunzi mmoja aliyezungumzia tukio la kusisimua imani yake. Anasema kila mmoja alikuwa ananiambia kwamba huwezi kupata ajira hali unasoma. Nikafanya dua sana na pia nikaandikisha ahadi ya $1,000 au hata zaidi. Anasema kwa sababu ya kutoa mchango Mungu akanijalia fadhila kwamba katika siku 3 tu nikapata ajira, na pia masomo yangu pia hayakupotea na nikapata hela vile vile. Watu walikuwa wameshangaa sana kwa kujua hilo. Zipo nchi za maskini za Afrika. Mbashiri mkuu wa Guinea Conakry anaandika kwamba mwenyekiti wa tawi moja Abdullah Kamara anasema mimi baada ya kukubali Ahmadiyya nilianza kutoa mchango bila kukosa, na mwaka huu anasema kwamba katika ahadi yetu kulikuwa na mapungufu ya 40,000 franc. Mwalimu wa tawi baada ya kukusanya hela alipoanza kurejea akarejea na maandiko hayo kwamba katika bajeti yao kuna mapungufu. Nikahisi majuto sana. Nikaja nyumbani na hela niliyokuwa nimeweka kwa ajili ya matumizi yangu nikatoa katika mchango. Siku ijayo Mwenyezi Mungu akanirudishia hela yangu. Mtu mmoja akanipigia simu akasema, muda fulani ulikuwa umefanya kazi yangu na mimi nilikuwa sikukupa malipo yako, naomba radhi kwa ajili yake. Sasa niambie unataka kupokea nini? Nikasema kwamba wakati ule ulikuwa hukunipatia malipo yangu, na baada ya miaka mingi kupita hali yangu ndio hii kwamba nataka kununua pikipiki moja na pia naendelea kujenga nyumba na kwa ajili yake nahitaji hela. Ye akanipatia hela yote akisema kwamba hayo ni malipo yako, na anasema kwamba kwa njia hiyo Mwenyezi Mungu akanijalia malipo makubwa kwa kuongeza, na mimi naona kwamba hizi ni baraka za michango. Mbashiri mkuu wa Central African Republic anasema Isa Saheb aliniambia ya kwamba nilikuwa na matatizo mengi katika maisha yangu, hali ya nyumba haikuwa nzuri. Nilikuwa na tafakari kwamba niombe jamaat ili inipatie mkopo. Siku moja nikasikia hutuba kuhusu mchango wa tahriki jadid na kuhusu swala la kujitolea katika njia ya Allah, kwamba mtu anayetoa kwa ajili ya Allah pesa moja Mwenyezi Mungu anamrudishia kwa kuongeza mara 10. Nikasema ngoja mimi pia nijaribu, na nikaanza kutoa mchango tangu siku ile. Kilichotokea ni kwamba tajiri moja wa Uturuki aliyekuwa anafanya kazi ya almasi akanipatia ajira kwenye kampuni yake. Hali yangu ikaanza kuboreka, na kwa fadhili ya Allah sasa nimejenga nyumba yangu, pia nimenunua pikipiki. Ulikuwa muda ambapo sikuwa na hela ya kutengeneza pikipiki. Sasa hili si swala litokalo katika nchi za maskini tu kwamba imani yao inaimarika, bali watu wenye imani madhubuti katika mahala pote wanaona manzari hizi. Wanaotoa kwa ajili ya Allah kwa nia njema wanaangalia na wanaona manzari hizi, na Mwenyezi Mungu
akiwaonyesha mandhari hizi hata kama wanaishi katika nchi tajiri au wanaishi katika nchi maskini, mwenyezi mungu anawaandalia mipango ili kuimarisha imani yao na dini yao. katibu wa tahriki jadid wa marekani aliniandikia kwamba katika jamaat dallas kuna mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa anapata hela kutoka wazazi wake kwa ajili ya chakula cha mchana. kijana huyo alifikiri kwamba mwenyezi mungu amenijalia sana, kila siku naweza kula kutoka nje, hivyo hela hiyo ninatakiwa kuitumia kwa ajili ya kazi nyingine. na yeye alisema kwamba nikapata wazo kwamba niingie katika mchango wa tahriki jadid, hivyo yeye akatoa hela ile kwenye mchango wa tahriki jadid na mwenyewe akaanza kula vyakula vya kawaida. anasema kilichotokeni kwamba nikapata matokeo mazuri kwenye mitihani yangu na pia nikapata utulivu katika maisha yangu, na tangu siku ile nilipoanza kula vyakula vya kawaida pia nahisi utulivu kwenye tabia yangu. anasema kwamba mwenyezi mungu ameongeza imani yangu na mimi naona kwamba huo ulikuwa ni uamuzi wangu mbora wa maisha, kwamba mimi nikaelekea katika swala hilo la kujitolea kwa ajili ya allah. kisha ni ubilghiji, mtu fulani aliniindikia, ni mwanamke, alisema kwamba mimi nilikuwa natafuta ajira, nikapeleka maombi sehemu kadhaa, kila sehemu maombi yangu yalikuwa yanakataliwa na nilikuwa naambiwa kwamba mimi sina uzoefu. anasema mwaka wa tahriki ulikuwa unakwisha, nikapata wazo kwamba japo nimekwisha timiza ahadi yangu lakini nitoe zaidi kwa ajili ya allah, huenda mungu anijalie na aniondolee matatizo yangu. anasema kwamba mimi nikaongeza mchango wangu na nikatoa mchango wa ziada. siku chache zilikuwa zimepita ambapo nikapata ofa ya ajira kutoka sehemu mbili, na nikapata ajira katika sehemu ile ile ambapo nilikuwa na tamani, sehemu ambayo haikuwa mbali kutoka nyumba yake. anasema kwamba hiyo ilikuwa nishani ya mwenyezi mungu. yapo matukio mengi mungu anaendelea kuonyesha na kuzihirisha ili kuimarisha imani yao, na wengine wanapojua pia wanapata roho ya kujitolea. katika jumuiya wapo baadhi ambao kama ilivyo amri ya allah kwamba ni wenye kujitolea kwa siri, wanajitolea kwa siri sana na wanasema kwamba watu wengine wasijue, bali wapo baadhi kutoka sehemu moja. katibu wa fedha na mbashiri wa huko aliandika kwamba nilipofungua letterbox iliyokuwa mbele ya mission house nikakuta bahasha moja ndani yake, na ndani kulikuwa na euro 1,000 na ilikuwa imeandikwa kwamba ni mchango wa tahriki jadid, na mtu alikuwa hakuandika jina lake. kisha katibu wa fedha aliandika kwamba mtu mmoja alitoa maelfu ya hela na akasema kwamba msizihirishe jina langu, nini mnajua kwamba mimi nimetoa mchango inatosha, lakini msitangaze jina langu kwamba nimejitolea kiasi hicho. mungu ameijalia jamaat watu wa namna hii ambao wanatoa na wanaendelea kuzidi katika kujitolea. katika ujerumani baadhi ya watu wakatoa euro 50,000 na hawakuzihirisha, bali wanafanya juhudi kwamba majina yao yasitangazwe. wapo katika afrika, wapo katika ulaya, wapo huku marekani, na hii ni fadhili ya allah kwamba katika dunia hii kama nisemavyo kote kote watu wanaendelea kutimiza matumaini yao ya binafsi. mwenyezi mungu ameijalia jamaat watu ambao wanajitolea kiasi hicho na kisha wanatamani kushindana katika swala hilo. musleh maud alipokuwa ameanzisha mpango wa tahriki jadid alikuwa amesema kwamba muishi maisha ya kawaida. kama nilivyoeleza, ipo mifano mingi katika zama hizi pia ambapo watu wa dunia wanatumia kila njia ili kuchuma hela na wanatamani kuonyesha utajiri wao, na wanatamani kwamba watu wajue kwamba sisi ni matajiri kiasi gani. watu wakiishi maisha ya kawaida wanaendelea kujitolea kwa siri, na nimeweka mbele yenu baadhi ya mifano yao. mifano mingi inakuja mbele yetu.
siku ya leo kama tunavyojua kwamba ni siku ya kutangaza mwaka mpya wa tahriki hii. Leo nitatangaza mwaka mpya. Kikawaida mwaka unatangazwa katika wiki ya kwanza, lakini kwa kuwa wiki ya kwanza Ijumaa ilikuwa ni tarehe mosi ya Novemba, hivyo leo nitatangaza. Ni fadhili ya Allah kwamba leo jumuiya ya Ahmadiyya ndio jumuiya pekee ambayo watu wake wanaendelea kuwa wasadikishaji wa yunfikuna amwalahum billaili wannahari, wanaendelea kutoa mchana na usiku. Na kama nisemavyo, silsila hii inaendelea kwa masaa 24. jumuiya ya Ahmadiyya imeenea katika kila kona ya dunia. Katika nchi 220 jamaati inapatikana, na kote kote tunaona mifano ya watu wenye kujitolea. Wakati huu mimi natoa hutuba, sehemu fulani ni usiku, sehemu nyingine ni mchana, lakini kila mmoja anasikiliza hutuba yangu. Na jumuiya ya Ahmadiyya inadhihirisha na inaonyesha mandhari ya kuwa umati wahida. Hiki ni kitu ambacho kinatofautisha jamaat na watu wengine, na hiyo ni kujitolea na ni tamaa ya kupata ridhaa ya Allah ambayo ni sababu ya maendeleo ya jamaati. Na maadamu hiyo itabaki kwa wanajamaati, inshallah Mwenyezi Mungu ataendelea kuijalia jamaat fadhili zake. Mifano mingi niliweka mbele yenu ni ya wanajumuiya wapya au ni ya vijana. Mwenyezi Mungu anaendelea kuzalisha roho hii kwa watu. Daima tukumbuke ya kwamba zama hizi ambayo ni zama ya hatmasihe maud ni zama ya kusambaza mwongozo na ni zama ya kukamilisha kazi hii, ni zama ya kusambaza mafundisho ya Islam duniani. Ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametupatia taarifa ya ujio wa Masihi wa Muhammad. Hivyo mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoleta, sheria ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa ameikamilisha kwa mkono wake kwa ajili ya kukamilisha uchapishaji wake, leta jumuiya ya hatmasihe maut. Hivyo kama tutaendelea kufanya ili kujipatia ridhaa ya Allah, Mwenyezi Mungu mwenyewe ataendelea kutimiza mahitaji yetu. Tutaweza kuishi maisha yetu bila hofu wala ghamu yoyote. Mwenyezi Mungu atatuondoa kutoka kila hofu na kila ghamu, na atatuondolea matatizo yetu na atatimiza mahitaji yetu. Na hiki ni kitu ambacho kila Ahmadiyya anatakiwa kufanya juhudi ili kukifikia, kwamba kazi yetu ni kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kama niliweka mbele yenu mifano na Waahmadiyya wanaoelewa jambo hili, Mwenyezi Mungu anawatirimshia mvua ya fadhili zake. Shughuli za tablighi Islam zinazoendelea kufanywa kwa sababu zake, wote wenye kujitolea wanaendelea kunufaika na baraka zake. Baigati zinapatikana au matumizi yanafanywa juu ya vitabu na literature juu ya tabligh na jamiat, na matumizi hayo yote yanawaingiza washiriki wote katika malipo yake, na Mwenyezi Mungu anawajalia fadhili zake. Sasa ningependa kuweka mbele yenu baadhi ya maelezo kuhusu Tahriki Jadid kama yanavyoelezwa kila mwaka, na kutoka hayo hali inakuwa wazi, na mwishowe nitaweka mbele yenu nukuu moja ya Masihi Maud. Kwa fadhili na msaada wa Allah, mwaka wa 90 wa Tahriki Jadid umefikia tamati yake na tumeingia katika mwaka wa 91. Miaka ya Tahriki Jadid pia iwe wazi kwamba mwaka wa daftar awal ni wa 91, mwaka wa daftar dom ni wa 81, mwaka wa daftar tatu ni wa 60, mwaka wa daftar nne ni wa 40, mwaka wa daftar tano ni wa 21. Kila baada ya miaka 19 daftar mpya inaanza, na ni mwaka wa pili wa daftar 6. Sasa watakaoshiriki wataingia katika daftar 6. Kwa fadhili na msaada wa Allah, jumuiya iliweza kutoa milioni 17.98 paundi katika mchango wa Tahriki Jadid, na kutoka mwaka wa nyuma ni 7
79 paundi ni zaidi. Jumuiya ya Ujerumani imepata nafasi ya kwanza. Amir sa wa Ujerumani alikuwa na wasiwasi kwamba kwa sababu ya mchango wa Tarikidi wasije wakawa nyuma katika michango mingine. Anatakiwa kumtawakali Allah kwamba kwa sababu ya baraka za Tarikidi Mwenyezi Mungu atatia baraka katika michango yao mingine. Mwenyezi Mungu aendelee kuongeza ikhlas na unyofu wa Jamaat Ujerumani. Kwa sababu ya kutokea mabadiliko kwenye sarafu kwa ujumla, jumuiya mbalimbali zimeonyesha manzari za kushindana katika mema. Kanada na Marekani pia zinashindana sawa na fastabikul khairat. Mwaka jana Kanada ilikuwa imepata nafasi ya 3 na mwaka huu Marekani imepata nafasi ya 3 na Uingereza imepata nafasi ya 2. Japo ni tofauti ndogo katika makusanyo yao. Kanada wakifanya juhudi wanaweza kuja juu, lakini kwa ujumla hali ndiyo hii kwamba Ujerumani namba 1, Uingereza namba 2, Marekani namba 3, Kanada namba 4, kisha ni Jamaat moja ya Mashariki ya Kati, namba 6 ni India, namba 7 Australia, namba 8 Indonesia, kisha ni Jamaat moja ya Mashariki ya Kati na kisha Ghana ni namba 10. Sawa na sarufu au kwa kila kaya watu wamejitolea kwa fadhili ya Allah, wameongeza sana, na kwa kila kichwa Marekani namba 1, kisha ni Uswisi, kisha namba 3 ni Uingereza, Kanada namba 4, Australia namba 5. Zipo jamaat zingine ambazo zimejitolea vizuri sana. Kwa mfano ni Bangladesh, Nigeria, Uholanzi, Austria, Ufaransa, Uswisi, Ireland na jamaat za Mashariki ya Kati. Bangladesh, japokuwa hali ya Bangladesh, hali ya kiinchi na kijamaati, kisiasa si rafiki, bali baadhi ya Waahmadia wametiwa ndani kwamba walikuwa wanaisaidia serikali iliyopinduliwa, ila hali jambo hilo haliko sahihi. Wapinzani waliunguza nyumba za Waahmadia, na mwaka huu baadhi ya nyumba za Waahmadia ziliunguzwa mara 2 na wakapigwa, lakini imani yao imeongezeka. Mwenyezi Mungu aboreshe hali yao na aendelee kuongeza ikhlasi na imani yao. Muendelee kufanya dua kwa ajili ya Bangladesh. Katika nchi za Afrika kwa sababu ya makusanyo, namba 1 ni Ghana, kisha Mauritius, kisha Burkina Faso, kisha Nigeria, Tanzania, Benin, Gambia, Liberia, Sierra Leone, Uganda. Hizi ni jamaat 10. Kwa ujumla idadi ya washiriki wa mchango wa Tahrike Jadid ni 1,681,081 na ripoti nyingi bado hatujazipokea. Hatukupokea ripoti kutoka baadhi ya maeneo Burkina Faso. Hali ya huko haikuwa nzuri, hatukuweza kuwasiliana nao, lakini kwa ujumla kuna ongezeko la watu 50,000 walioongezeka katika washiriki, na walioongeza Nigeria, Congo Brazil, Niger, Gambia, Congo Kinshasa, Cameroon, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Uganda na Sierra Leone. Hizi nchi ambazo zimeongeza idadi ya washiriki. Jamaat 10 za Ujerumani: Rodgau, Rudermark, Osnabrück, Pinneberg, Nida, Cologne, Mahdiabad, Floresheim, Neuss, Pingarten. Na mikoa, katika mikoa kuna Hamburg namba 1, kisha ni Frankfurt, Detzenbach, Gross-Gerau, Wiesbaden, Morfelden, Waldorf, Riedstedt,
Wieselheim, Darmstadt, Mannheim. Mikoa mitano ya Uingereza: Islamabad namba 1, kisha Baitul Futuh, kisha msikiti wa Fazl, kisha Midlands na Baitul Ihsan. Na jamaat 10 kubwa: Worcester namba 1, Farnham namba 2, Islamabad namba 3, Southcheam, Walsall, Ash, Gillingham, Bradford North, Yule, Aldershot South. Sawa na makusanyo kwa ujumla, jamaat za Marekani: Maryland namba 1, North Virginia, Los Angeles, Seattle, Chicago, Detroit, South Virginia, Dallas, Silicon Valley, Oshkosh, North Jersey, kisha Houston na Central Jersey. Mikoa ya Canada kwa ujumla: namba 1 Vaughan, kisha Calgary, Peace Village, Brampton West, Vancouver, Toronto West, Brampton East, Toronto. Na jamaati zilizojitolea sana, hizi ni jamaati. Katika jamaat: Hamilton Mountain namba 1, kisha ni Hamilton West, kisha Hadika Ahmed, kisha Hamilton, Bradford East, Ottawa West, Ottawa East, Montreal West, Regina, Montreal East, Markham, Lloydminster, Sudbury. nchini Pakistan kwa ujumla sawa na makusanyo namba 1 Lahore, kisha Rabwa, kisha Karachi. Japokuwa hali ni mbaya sana, sisi tunaona kwamba maendeleo yanaendelea kupatikana. Jamaat za Pakistan zinaendelea kujitolea sana, japokuwa upinzani umevuka mipaka yake. Biashara za watu zinaendelea kuathirika, ajira zao zinaendelea kuathirika, lakini kuna uimara wa imani kwamba wanaendelea kuzidi katika kujitolea. Na wapo wengi ambao walikuwa wanachuma hela nzuri wakihama Pakistan, wamehamia, lakini hata hivyo watu wa Pakistan wamejitolea sana. Mwenyezi Mungu awasalimishe kutoka shari ya wapinzani na awalinde. Katika jamaat za miji za Pakistan kwa ngazi ya wilaya ambazo zimejitolea ni Faisalabad Gujarat, Gujranwala, Sargodha, Umarkot, Hyderabad, Sialkot, Hafizabad, Kotli Azad Kashmir, Khushab. Na sawa na makusanyo, jamaat za miji za Pakistan: Daruzikr Lahore namba 1, Ilham Iqbal Town Lahore, Baitul Fazl Faisalabad, Azizabad Karachi, Mughalpura Lahore, Gujranwala mjini, Koita, Lodhra, Rahim Yar Khan, Karim Nagar Faisalabad. Na kuna matawi madogo humo, kuna Khokar Garbi, Got, Sharif Abad, Chiwinda, Sangar, Khariyan, Badin, Pindi Bago, Darul Fazl, Kundri, Khairpur na Chakwal. Majimbo makubwa ya India: Kerala namba 1, Tamil Nadu, Telangana, Odisha, Karnataka, Jammu wa Kashmir, Punjab, Bengal, Maharashtra, Delhi. Na jamaat 10: Hyderabad namba 1, kisha Qadian namba 2, Calicut, Coimbatore, Manjri, Melapalam, Bangalore, Kolkata, Kerang, Kerolai. Jamaat za Australia: Melbourne, Long Warren, Marsden, Melbourne, Berwick, Perth, Penrith, Adelaide West, Melbourne, Clyde, Melbourne East na Campbelltown, Canberra.
mwenyezi mungu akubali kujitolea kwa wahamadia wote. Hatmasihi maud alahsalatu wassalam anasema kwamba mwanzo wa mchango hautokani na silsila hii tu, yani mimi siye nilianzisha michango, bali wakati wa mahitajio ya kifedha, wakati wa zama za manabii michango ilikusanywa. Ilikuwa zama ambapo ishara ikifanywa basi watu wakaleta mali yote ya nyumbani. mtume wa mungu sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba watu wanatakiwa kutoa sawa na uwezo wao, na matakwa yake yalikuwa ni haya kwamba aone kwamba nani analeta kiasi gani. abubakar raziallahu anhu akaleta mali yake yote na umar akaleta nusu ya mali. mtume akasema kwamba hii ndio tofauti katika daraja zenu. kisha anasema kwamba maswahaba watukufu walikuwa wamefundishwa kwamba lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibun. humo kuna ishara ya kutoa mchango na kutoa katika njia ya allah, na kimsingi mtu anafunga mkataba na mwenyezi mungu anatakiwa kutekeleza, na kufanya kinyume chake ni kama kufanya hiana. sehemu moja alisema kwamba mtu mmoja hawezi kufanya chochote. katika kutoa kwa pamoja kunakuwa na baraka. serikali kubwa kubwa pia zinaendeshwa na michango. tofauti ni moja kwamba serikali za kidunia zinakusanya hela kwa njia ya kodi, na hapo tunaacha juu ya watu na juu ya matakwa yao. kwa kutoa mchango imani inapata maendeleo, na hii ni kazi ya mapenzi na ikhilasi. kisha akitoa habari njema alisema kwamba muwe na habari njema, medani ya kujipatia ukaribu wa mungu iko wazi. kila kaumu imeangukia dunia na jambo ambalo liweze kumridhisha mungu. dunia haijaelekea kwa jambo hilo. watu ambao wanataka kuingia katika mlango huu kwa nguvu zote, kwa ajili yao ni nafasi kwamba waoneshe vipaji vyao na wapate zawadi makhsus kutoka mungu. msifikiri kwamba mungu atawapotezeni. nini ni mbegu moja wa mungu uliopandwa ardhini. mungu anasema mbegu huo utazidi na utakuwa na matawi yake yatatoka kutoka kila upande na utakuwa mti mkubwa. basi mwenye baraka ni yule ambaye anaamini juu ya jambo hilo la mungu na asiogope kuhusu majaribio. kwa fadhili ya allah watu wameelewa jambo hilo na wanaendelea kujitolea na wanapata fadhili ya allah. mungu afanye kwamba sisi tuweze kuongezeka katika swala hilo la kujitolea sawa na matakwa ya hatmasihi maud, katika swala la kujitolea kifedha, na pia tuweze kuboresha hali zetu za kiroho, tuweze kuongeza uhusiano wetu na allah, na pia tuweze kuonyesha mfano wetu wa kimatendo ambao ni mfano wa muislamu wa kweli. na hiyo itakapotokea basi mungu akijalia tutaona maendeleo ya jamaati na tutaendelea kupata mafanikio zaidi na zaidi inshallah. kwa fadhili na msaada wa allah tutaona fadhili ya allah zikiteremka juu yetu na tutaona maadui wakishindwa na kuangamia. mungu alete siku ile kwamba tuone siku ile. mwenyezi mungu awajalie wote waliojitolea na atie baraka kwenye mali zao na nafsi zao, na katika siku za usoni waweze kuishi maisha yao kwa njia nzuri, waweze kupata kiburudisho cha macho kutoka vizazi vyao na watoto wao, na pia waweze kuzidi katika ukaribu wa mungu. mungu afanye itokee hivi. baada ya swala ya ijumaa nitasalisha jina mbili. jina moja ni hazir ambayo ni ya mheshimiwa amina chakmak sahi sahiba. alikuwa mke wa mubarak sahi sahib. alikuwa mturuki. siku za nyuma alifariki dunia akiwa na miaka 75. alikuwa musi. alitokana na istanbul uturuki kwa kupitia bilal sham sahib. alipokuwa anasoma huko ye alikubali ahmadia na alikuwa na yakini kamili juu ya ukweli wa masihi maud, na kwa sababu yake akakubali ahmadia. alikuwa mama mcha mungu sana. ameandika mwenyewe kwamba mimi nilikuwa mwanamke wa kwanza muahmadia kutoka istanbul.
alianza kumwindikia khalifa mtukufu wa nne rahimahullahu taala barua mbalimbali na kisha akaendelea kuzidi katika imani. Matangazo ya mta yalipoanza, yeye akamwambia mama yake kuhusu ukubali wake wa ahmadia na pia akampatia mwaliko. Mama yake pia akakubali ahmadia. kisha akamhubiri dada yake sama sahiba mke wa mamat tandurus ondar sahib. ye pia akafanya bayati na kwa fadhili ya allah katika familia hii jamaat ilienea. marehemu mwaka 90 alifanya wasia. hivyo alikuwa mwanamke wa kwanza mturuki aliyeingia katika nizamu ya wasia. kisha khalifa mtukufu wa nne alipomteua kama sadarjana uturuki akapata bahati ya kuwa sadarjana wa kwanza wa uturuki. wakati wa kuangalia mta alikuwa akitamani kwamba atafsiri matangazo yake. kisha akaeleza habari hii au tumaini lake hilo, na mwaka 1995 khalifa mtukufu wa nne alimuita uingereza na kazi hii akakabiziwa yeye. mwaka 99 akajitolea maisha yake wakfu. hivyo yeye akawa mwanamke wa kwanza wa mturuki aliyejitolea maisha yake wakfu kwa ajili ya islam ahmadia. aliandika kwamba mimi nilikuwa nimeahidi kwamba nitaitumikia islam ahmadia hadi pumzi yangu ya mwisho, na yeye akatimiza ahadi yake hiyo, na hadi siku ya kufa aliendelea kuitumikia jamaat. khalifa mtukufu wa nne rahimahullahu taala, mjumbe wa kundi la uhifadhi mubarak sahib, mke wake wa kwanza alipofariki dunia, hazur akatangaza ndoa yake na mubarak sahib, na yeye akatimiza uhusiano huo kwa njia nzuri. akawalea watoto wake, akatafsiri katika lugha ya uturuki na pia akatafsiri vitabu vingine na hutuba za makhalifa katika lugha ya kituruki. shemeji yake muhammad ondar saheb akieleza sifa zake anasema mama huyu alikuwa mkarimu sana. elimu yake na bashashi yake na ruhaniyat ni vitu ambavyo tunaweza kuvitaja. alikuwa kwenye mstari wa mbele sana katika swala la kujitolea na kuitumikia islam ahmadia. alipokuwa anaishi pamoja na mama yake mjini istanbul, alitumia nyumba yake kwa ajili ya mipango ya jamaat, na baada ya kifo cha mama yake nyumba hii ilianza kutumika kwa ajili ya miskiti, na kisha akatoa kwa ajili ya jamaati. alikuwa anaswali tahajjud na kusoma Qur'an tukufu, na akatimiza ahadi yake ya wakf, na daima alikuwa anasema kwamba sisi tumemtambua Imam Mahdi kwa kuchelewa, hivyo hatuna muda wa kupoteza zaidi, tunatakiwa kufanya juhudi sana. alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa, na alikuwa anasema kwamba hatutakiwi kumsumbua khalifa kwa kumwambia maswala yetu, hivyo tutafute ufambuzi wake. mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu na ampandishe katika daraja. jeneza inayofuata ambayo ni ghaib ni ya mahmud ahmad ayaz saheb wa norway, ambaye alikuwa kaka wa khwaja masud saheb. nazri shahad rabwa alifariki dunia siku za nyuma. marehemu alikuwa musi, ameacha kwenye familia mke na mtoto mmoja. katika nyakati tofauti alipata bahati ya kuitumikia jumuiya kwa muda mrefu. akawa katibu wa mambo ya nje ya norway. pia akaihudumia jumuiya kama kaimu amir wa norway. kisha kwa muda alienda kujitolea maisha yake wakfu mjini rabwa. kisha khalifa mtukufu wa nne alimwambia aende norway na afanye kazi huko. alikuwa na elimu kubwa sana, na alipokuwa anasoma kwenye college alikuwa amesoma tafsiri kabir katika ujana wake. alikuwa anasoma vitabu ya dini na magazeti ya jamaati. alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa. alikuwa mtu wa kawaida sana, mwenye moyo mkunjufu na mtu mnyofu sana. alikuwa anatoa michango yake yote kwa wakati na sawa na kipato.
alijiunga na nizamu ya wasia alipokuwa mwanafunzi. Alikuwa na swali na kufunga saumu na kuswali nafal bila kukosa, na alikuwa anatimiza haki za mungu na haki za waja wake. Alikuwa mnyenyekevu sana, alikuwa na tabia yenye heshima sana. Zahiri na batini yake ilikuwa tukufu. Mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu. jinaza hiyo pia itakuwa Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.